sura ya 14 mstari ule wa 10. Haya, twende 1, 2, 3 tusome mstari wa kwanza. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama, Wamisri wanakuja nyuma yao. Bwana asifiwe. Unaona hawa tayari ahadi za Bwana wanazo. Mungu alishawaahidi hao majamaa, anawaambia nitawapeleka kwenye nchi ya maziwa na asali. Wako clear, yani mbele yao kuna maziwa na asali. Umewahi kukutana na hii nchi? Kesho kutwa fuatilia hicho kipindi kwenye redio, nitafundisha hiyo ngoma. Sawa? Maziwa na asali. Anasema anawapeleka kule. Lakini wanapotoka, hebu sema wanapotoka. Jioni ya leo unapotoka, kumbe Farao anakufuatilia. Kuna mapepo ya ukoo yamekufuatilia. Ulipoolewa tu hivi, mapepo na yenyewe akaja. Ulipooa tu namna hii, na yenyewe akatua pale. Ulipoanza biashara, kuna maroho ya mji yakawa yanakufuatilia. Sijui kama naongea na mtu. Sijui kama naongea na mtu. Sijui kama naongea na mtu. Hawa mabwana wakawa wanafuatiliwa. Mgeukie jirani yako na sura, mwambie haujajua tu, saizi kuna maroho yanakufuatilia. Haleluya. Mbona anaongea kama mtu aliyekata tamaa? Mshike bega pale, mwambie my dear friend, ziko roho zinakufuatilia na hazitakufuatilia. Jioni ya leo nachola mstari. Jioni ya leo ninachola mstari. Hakuna roho ya kukufuatilia. Jioni ya leo ninachola mstari. Hakuna roho ya kukupata. Jioni ya leo ninachola mstari. Hakuna roho ya kukupiga. Jioni ya leo ninachola mstari. Hakuna roho ya kukunyanyasa. Wangapi wanaelewa jioni ya leo? Haleluya. Anasema hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao. Hao wapendwa walikuwa wanaona tumetoka. Waliimba nyimbo zote nyimbo zote waliimba kwamba sasa wametoka kwenye matatizo. Farao akasema nawafuata mtakapoenda. Mimi nataka nikwambie, mtu anayekufuata mwambie Ruaa ipo. Kabla lile daraja na kuzamisha Ruaa. Wale si walizama baharini? Kwani si Iringa tuna nini? Tuna Ruaa pale. Yani wewe wakokote, mvute tu. Wanasema unamleta, mlete. Ukifika naye Ruaa, maji yanapasuka, unavuka, anabaki Ruaa kwa jina la Bwana.